Inawezekana Yanga hawampendi rais wa TFF Wallace Karia, na ndio maana waliweka posti ya kumpongeza kwa kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya CAF, lakini baada ya kuweka ile posta ilikaa baada ya muda kidogo wakaja wakaifuta. Sasa unajiuliza kwa nini waliifuta wakati huyu ni rais wa shirikisho la soka Tanzania. Ni rais ambaye amepata nafasi ya kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya CAF kwa mara ya kwanza. Haijawahi kutokea mtu yote Tanzania kuchaguliwa kuwa mwenyekiti, kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya CAF. Hii ni mara yake ya kwanza anateuliwa, na ndio maana anachaguliwa, na ndio maana vilabu vyote Tanzania lakini pia watu mbalimbali waliweza kumpongeza kutokana na kupata hiyo nafasi, kwa sababu nafasi ambayo watu wengi wanaitafuta, lakini pia sio watu wengi wanaipata hiyo nafasi. Unajua kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya CAF ni unachaguliwa na watu, sio kwamba unateuliwa. Maana yake watu wanakuchagua kutokana na uwezo wako wa kuongoza mpira. Wallace Karia ni rais ambaye ameuongoza mpira wa Tanzania kwa mafanikio makubwa sana. Amefanya Tanzania ikawa taifa hapo hatari kwenye michezo, likawa taifa ambalo linazungumzwa vizuri kwenye michezo. Sasa leo inavyotokea rais wa shirikisho anapata hiyo nafasi ya kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya kamati tendaji ya CAF, inabidi watu wote wampongeze, kwa sababu hakuna mtu ambaye amewahi kufanya hivyo zaidi ya yeye mwenyewe. Sasa nimeshangaa kwa nini Yanga wamefuta. Inawezekana Yanga wana chuki binafsi na rais wa TFF, lakini wanapaswa kujua kwamba rais wa TFF anafanya au anauongoza mpira wa Tanzania kwa maslahi ya taifa la Tanzania, sio kwa maslahi ya klabu moja. Kwa kama wao wana chuki binafsi na rais wa TFF ni wao, lakini pia wanapaswa kujua kwamba hakuna klabu ambayo iko juu ya TFF, lakini pia hakuna kiongozi yote wa mpira wa miguu wa Tanzania ambaye yuko juu au anaweza kuheshimika kuliko rais wa shirikisho la soka Tanzania kwa maana ya TFF. Yaani Wallace Karia ndo kiongozi ambaye ana wajuu zaidi kwenye mpira wa Tanzania kuliko kiongozi wa timu nyingine yoyote ile. Na ni kwa sababu hao viongozi wa vilabu vyote Tanzania wale wana viongozi hivyo vilabu kwa katiba ambazo ili zitumike lazima pia TFF izipitie hizo katiba. Ikitokea TFF imebaini kwamba katiba ya klabu fulani ina mapungufu, hiyo katiba haiwezi kutumika. Na ndio hivyo pia viongozi wa hivi vilabu wanapaswa kujua kwamba rais wa TFF ndiye pia ambaye kuna wakati anaweza kuamua kwamba klabu inapaswa kufanya uchaguzi wa kipindi gani kutokana na katiba ambayo mmeiweka. Na ndio maana kama mnakumbuka miaka ya nyuma, klabu ikikaa muda fulani haijafanya uchaguzi, TFF inaweza kuwalazimisha wafanye uchaguzi, kwa sababu unakuta muda wa kufanya uchaguzi umefika na hakuna mchakato wa kufanya uchaguzi. Lakini pia viongozi hivi vilabu wanapaswa kujua kwamba vilabu vyao ni wanachama wa TFF. Manake vinapaswa kupokea muongozo wowote kutoka TFF. Hakuna klabu ambayo inaweza kufanya maamuzi pasina kuisikiliza TFF inasema nini. Kwa hiyo kwa Young Africans kufuta picha au kufuta posta ya rais wa TFF Wallace Karia ni kumdharau rais wa TFF. Kama wangekuwa hawamdharau rais wa TFF, walipaswa kuacha ile posta ibaki. Lakini pia kulikuwa kuna ulazima gani wa kutengeneza posta na kumpongeza Wallace Karia na mkaja kufuta hiyo posti? Ni kumdhalilisha rais wa TFF na kuonesha kabisa kwamba klabu ya Young Africans ina chuki binafsi na rais wa TFF. Kwa hiyo kitu ambacho natamani kukiona ni Yanga Africans kurejesha ile posta. Lakini pia kama walikuwa na mpango wa kufuta ile posta au kutokuwa na ile wa kufuta ile posta, wangeacha hata kuiposti ili isilete hizo sintofahamu. Hii inadhalilisha mpira wetu. Inafanya mpira wetu uonekane kama ni mpira wa wahuni, lakini kumbe ni mpira ambao unaongozwa kwa taratibu na sheria kama zilivyo taratibu kwenye mashirikisho mengine. Kwa mimi, kwa mtazamo wangu, rais wa Young Africans, makamu wa rais wa Young Africans, bodi ya wakurugenzi ya Young Africans, kamati ambayo ni hiyo kamati tendaji ya Young Africans inapaswa kujiuliza maswali mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Hawajafanya fair. Yaani ukweli ni kwamba Yanga hawajafanya maamuzi sahihi ya kumposti rais wa shirikisho na kumfuta, kwa sababu hapakuwepo na haja ya wao kutoa pongezi ikiwa wanaweza kufuta posti yake. Wangeacha tu ikawa hivyo, ikawa hawajamtakia heri wala nini. Ikiwa hawajampongeza na mambo yangeenda vizuri, hakuna mtu ambaye angewauliza. Lakini kitendo cha wao
kuposti na kufuta kinaonesha kwamba Yanga hawamsapoti rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF.